kwa hakika ni katika alama ya kunyimwa juu ya kheri na hasara kubwa ambayo haiwezi kufidiwa ni kuwaona watu wengi katika waislamu wanazimaliza siku hizi, nyakati hizi zenye thamani, kwa mambo ambayo hayawanufaishi. Sio sema una shughuli wewe, mbona umekaa maskani wazungumza? Hili ndio jambo la ajabu. Unajua bwana maisha hivi, lakini kwa maskani umekaa kijiweni wapiga fujo. Si wewe unasema maisha? Laiti kama ingekuwa ule udhuru wa kutafuta maisha tunaotoa ili tusisome na ili tusifanye ibada nyingine mbalimbali, laiti udhuru ule ungekuwa ni wa kweli tuufanyia kazi, basi hizi nchi zetu zingekuwa ni katika nchi zilizoendelea duniani kwa kiwango cha juu kabisa, kwa sababu watu wake hawataki mchezo kwenye kazi, katika kutafuta maendeleo. Lakini urongo, waongo wakubwa, waongo. Mamaliza mambo yenu kwenye mipira, mamaliza mambo yenu katika stori za mitaani na barabarani huko, na mambo ya kipuzi, mamaliza mambo yenu katika musalsalat, na hasa katika hizi simu smartphone. Mtu akishaweka akishajiunga bando lake pale na kila kitu, basi kwa kitandani hapo ataperuzi tu, katoka huku kaingia huku, katoka huku, akitoka Twitter anakwenda sijui wapi, katoka huku hivyo. Umri waisha, pengine ni mtu mzima, mvi lishamjaa yeye na Instagram. Watafuta nini wewe babu watafuta nini huko? Mauti atakujia katika hali hiyo wewe, mauti atakuja hapo katika hali hiyo, watafuta nini huko? Au una thamana kwamba utamaliza mambo yako alafu baadaye utaleta tauba? Angalia wakati ulionao, ni wakati mdogo sana. Sasa mtu anaweza kawa haendi maskani wala hazururi mtaani kajifungia, lakini kumbe yuko kwenye ulimwengu mwingine kabisa na simu yake. Ni fitna kubwa kabisa. Sasa ittaqillaha ya Abdullah. Na pengine mtu akakaa msikitini, yuko msikitini amekaa, lakini yeye yuko kwenye anaperuzi katika mitandao ya kijamii huko. Tafuta nini? Si kwamba labda kuna fatwa anaangalia kasemaje Ibn Baz kasemaje, sio Ibn Hajar yeye ana vitu vingine anavitafuta vya kipumbavu tu, havina faida yoyote. Na yuko msikitini au yuko kichochoroni amekaa, au nyumbani kwake au ofisini kwake, wallahi utaulizwa kuhusiana na neema hii uliyopewa.